anastahili kutisha mwenzake. Hakuna mtu ambaye anastahili kutisha kabila tofauti. Sisi zote ni Wakenya, na Mwenyezi Mungu anajua ni kwa sababu gani alituweka pamoja kwa nchi ambayo inaitwa Kenya. Sio kuja hapa kutugawa na kutupiganisha. Hiyo sio haki. Na nataka niseme hivi kwa sababu mimi hii siasa ni ukweli. Tumeanza kuona wengine wakianza siasa ya mgawanyiko, na wana haya wakiongea haya, wanaongea haya mbele ya wakubwa wa nchi, na wanasimama na wanaongea mambo ya kuchochea, mambo ya kulete vita, mambo ya kugonganisha Wakenya. Na hakuna mtu ambaye anasimama hapo kusema msiongee vile mnaongea. Wanaruhusiwa tu waongee yale ambao wanasema. Sisi kama taifa, na ni vizuri tuambiane ukweli, kwa sababu tusipoongea ukweli tutarudia makosa ambaye tumefanya nchi hii. Hii sio mara yetu ya kwanza kuona viongozi wakiongea mambo machafu ya kulete vurugu. Na ya mwisho tuliyaona mwaka wa 2007. Tusifikiria kwamba hiyo mambo ilianza hapo. Ilianza kwa maneno kama haya ambao watu wanaongea. Na waomba viongozi wa serikali, naomba viongozi wa usalama wa nchi hii yetu ya Kenya, kama kwa ukweli mnapenda nchi yetu, msiruhusu mambo haya yaendelee. Mukitaka wema na amani ya nchi, viongozi wauze sera. Uza sera. Na mimi nawauliza, hata nyinyi kama wana Jubilee, tuuze sera. Tuuze yale ambaye tunataka kutendea wananchi, na tusibague wananchi. Tuuze sera zetu, kazi yetu, kwa sababu unashindwa. Haihitaji mtu awe ni mwerefu sana kujua shida iko wapi, kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii, kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue. Na issue ni simple. Wenzangu, issue ni simple. Watu wanapiga kelele kwa sababu wanasema, jameni, mimi ni mtu ambaye mshahara wangu kwa mwezi ni shilingi 20,000. Hiyo 20,800 inaenda kwa petroli peke yake, kwa matatu kuenda na kurudi nyumbani. 12,000 inaenda kwa nyumba ambaye nimekodesha. Nimebaki na 2,000 ya kulisha watoto wangu na kuwapeleka shule. Hiyo ndio shida. Ongelesha shida, hapana ongea mambo ya kabila na ya nini. Ama ni namna gani wenzangu? Na kama unataka tusaidiane kutatua hiyo shida, semeni tutatue hiyo. Lakini kwenda kuweka shida ati uweke ati ni kwa sababu ya huyu, ni kwa sababu ya huyu. Na jameni, hakuna mtu ambaye haoni shida iko wapi. Si tuiweke kwa meza tuitatue. Kama kweli sisi ni Wakenya na tunapenda nchi yetu, kwenda kutugawanya huko, shida ni kwa sababu ya yule. How does that help move this country forward? Inatusaidia kweli jameni? Neturata jameni, tujue shida zetu ni shida za taifa, na zinatuhitaji sisi wote tutatue. Jameni, Wakenya hawatakula maneno wakiwa na njaa, wataka chakula.
Mtoto hatasomeshwa na maneno, ni turekebishe maneno ya mashule. Mgonjwa hatarekebishwa kwa maneno, ni tutengeneze mahospitali yetu. Barabara hazijengi na maneno, ni tujenge barabara. Na mambo yale mengine ambayo inahusu wa Kenya. Na mambo haya haina kabila, haina rangi, haina dini, haina lolote, yahusu kila Mkenya pahali popote ulipo jameni. Na ndipo nawauliza wana Jubilee, musimame kama Wakenya. Musimame kama watu ambao wanapenda nchi yao. Ama ni namna gani wenzangu? Na hata hawa viongozi nawaambia, hakuna haja, kwa sababu hiyo ndio njama. Ati mtu aseme mwingine akasirike ndio aseme. La, wacha waseme na watusiane vile wanataka, kama hiyo tu ndio wanajua. Nyinyi nyamazeni, uzeni sera. Muuze sera na museme sisi hatuna haja na ya walioshindwa. Sisi tuna haja na Kenya ya kesho. Tunaelewana wenzangu? Ndio mimi nasema mimi sitawajibu, na wajibu ndio nifaidike na nini? Kwerago irumine yo kire neo megathe ya tongoria torume ora mwatonuruma ko ubere na turio haha kana ini atia igwe bata witu ni bururi witu, our country, and where our country is and where our country needs to go. Tunaelewana wenzangu? Kwa hivyo msiingizwe ati mvutwe mwanze kuongea mambo ambaye hayapo. Ni tuongee yale ambaye tutatenda, yale ambaye tutafanya, yale ambaye itatoa Wakenya kwa shida mbalimbali ambazo wako nazo. Hiyo ndiyo haja yetu, hiyo ndiyo mwelekeo yetu, hiyo ndiyo mwongozo wetu. Na nataka niwaambie hiyo ndiyo Wakenya wanataka kusikia. Na ndipo nawaambia sana wenzangu, msiwe watu ambao wataongozwa na wanasiasa. Tutafute viongozi. Tafuteni jameni viongozi. Na sio kusema kuwa kiongozi lazima uwe mzee. Hata nyinyi vijana muko na ability ya kuwa viongozi. Yeah. Don't decide that you can only be somebody by cheap popularity that takes you nowhere. You can be leaders through action of how you can uplift your brothers and sisters. That is what people want. How can you make a difference in somebody else's life? Tunaelewana wenzangu? Yeah? Tunaelewana? Yeah? Hiyo mambo sijui dynasty hustler imewaletea nini? Yeah? Imewaletea nini? Imewaletea nini? Sasa mkuje muambiwe siasa nyingine ya ukabila itawaletea nini isipokuwa shida? Musikubali. Mulenge mbele. Mulenge mabadiliko ambaye itainua hali ya neba wako. Awe Mukikuyu, awe Mukalenjin, awe Mujaluo, awe Mukamba, awe Mkisii, awe Mudigo. Huyo neba wako ndio unastahili kuinua. Akiinuka hata wewe umeinuka. Ama ni namna gani? Na nyinyi vijana ambao mnatafuta uongozi, tafuteni uongozi kwa njia ya kueleza vijana wenzenu vile mtawabadilishia maisha, vile mtawapatia kazi, vile mtatengeneza mitaa yao, vile mtashirikiana na wao waweze kuwa Wakenya ambao wanajivunia na wanafurahia nchi yao. That is all we need, my friends. Hii Kiambu yenu jameni, kwa sababu ya vile Nairobi imekuwa, ni makabila ngapi hapa ambao wanaishi? Si ni wengi? Si ni wengi? Kaenda henania. Yeah? Yes. Na mumewakaribisha na wanaishi hapa.
na wanafanya kazi zao na biashara zao. Wengine mumewachagua kuwa ma MCA, wengine mumewachagua kwa vyeo mbalimbali katika biashara, kwa sababu ya vile mnajuana na hawa